Mpaka tunamaliza sehemu ya pili, msikilizaji, kama utakumbuka basi ni kwamba Shamira alikuwa ameshafanikiwa kujifungua mtoto wake mzuri kabisa wa kike, lakini pia itakumbuka kwamba swala lake la kuwa na mtoto bado hakuwa amewahi kumshirikisha mwanaume wake ambaye alikuwa amezaa naye, kwa sababu tu mambo ambayo yalikuwa yametokea. Na sasa Shamira alikuwa amerudi nyumbani, atakuwa makini kwa ajili ya kulea mtoto, si ndivyo? Mambo yamebadilika, msikilizaji. Mtu ambaye alikuwa ni muhuni barabarani huko, wanaume na yeye na wanaume, lakini mwisho kaamua kuwa mama. Vipi safari yake ya kuwa mama itakuwaje? Basi usijali, msikilizaji, hii ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu nzuri kabisa na kwenda kwa jina la Shamira, simulizi ambayo unaipata hapa Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe channel yetu ili uwe mwanafamilia, lakini pia usiache kubonyeza alama ya kengele ili kuweka notification, kupata tu taarifa za mapema endapo tunakuwa tuna muendelezo simulizi ama tunakuwa tuna simulizi mpya. Usiache kulike kwenye kila simulizi ambayo unakuwa umesikiliza, lakini pia ni ruksa kushare bila kusahau kuandika comment yako mwishoni mwa kila simulizi. Tunapatikana Instagram, Facebook, TikTok pamoja na Audiomack. Kokote ukituandika kwa jina la Simulizi Zetu Media, basi moja kwa moja unakuwa umetupata. Lakini kwa ambao unataka kujiunga na sisi kwenye group letu la WhatsApp pale kwa ajili ya simulizi, basi namba yetu ya simu ni 0757 56 72 53. Mimi jina langu naitwa Tutu. Mpaka mwisho wa simulizi hii utakuwa na mimi na tunakwenda kuendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia. Sasa Shamira anatuambia kwamba maisha yakaanza upya, na ikawa sasa Aisha ambaye ni rafiki yake ndo alikuwa anampatia pesa. Sasa yeye anabaki tu nyumbani, kwa maana ya Aisha sasa ndo anatoka kwenda kwenye mihangaiko, yeye anabaki nyumbani kulea mtoto, lakini pia alikuwa anafanya kazi za nyumbani. Shamira anasema nilikuwa na kiakiba changu na mpaka kilikata, maana hospitali ile operation ya kukaa kule ndio ilifanya nimalize pesa. Nilikuwa namtegemea sana Aisha kwa kweli, pamoja na labda yale madanga yangu mengine ambayo nilikuwa nayaweza. Unajua kuna wale watu ambao anakupa pesa si mpaka muende tu mkafanye tendo, basi tu kuna ule ushikaji fulani hivi, basi ndo watu ambao anasema kwamba Shamira alikuwa akimpa pesa. Kwa hiyo shogangu alikuwa akirudi dukani pia ananipa pesa, maisha yanaendelea. Mwanzo alikuwa hana shida, lakini huku mbele nikawa naona kama ananipa pesa, lakini mbona kama ana uchungu hivi, wakati mimi ndo ambaye nilimpa msingi hivi. Tena akawa naona kama ndo namfilisi nyie maisha, yani Aisha kuona mimi namfilisi leo. Haya, sawa. Basi bwana, mtoto wangu alikuwa vizuri sana, ila nilikuwa nashangaa alikuwa mpati afya. Yani kalikuwa kanakuwa kipesi, afu kakawa kanaumwa sana. Hapo alikuwa ni miezi 5 hivi. Nikawa naona yani hata simuelewi. Basi nikampeleka hospitali huku Cherambe. Nilipompeleka nikaambiwa ana malaria. Nikasema sawa, nikawa naendelea na majukumu yangu. Yani nilikuwa sina nyendo sana. Zaidi sana nikiwa na Husna ndo nakaa naye kidogo narudi nyumbani. Sikuwa naenda hata kutoka mara nyingi. Nilipambana sana na mtoto mpaka kafikisha mwaka. Jamani, niacheni masiara. Hapo shoga pesa akawa ananipa kanuna, yani huko anasukumiza na maneno kuwa bora hata ningefuatisha maneno yake. Maana alishaniambia nitoe mimba kulea mwenyewe sitoweza, ila binadamu tunajisahau sana. Yeye alikuwa anaona tabu kunipa pesa zake. Lakini ndio binadamu. Mwanangu alifika mwaka, ila hata kutembea alikuwa hawezi. Husna akaniambia, wewe huyu mtoto anaumwa, hebu tumpeleke Zakimu hospitali kubwa. Mimi nikasema sawa. Mtoto wangu ni mrembo jamani, yani ni mzuri mno, yani kanipita mpaka mama yake. Ila sasa anaumwa, hachangamki, yani hayupo kama watoto wengine. Basi Husna alinipeleka Zakimu, wakampima pale, wakaniambia kwamba vipimo vilivyopima wana wasiwasi sana, labda mtoto ana shida kwenye moyo wake. Lakini kupata hakika wakanipa transfer niende Muhimbili Moi. Huko wakasema wana vipimo vya moyo, lakini ndo nitathibitishiwa huko. Basi nikarudi nyumbani nikiwa na shoga yangu siku hiyo. Kesho yake mapema sana tuliamkia Muhimbili. Mtoto akapimwa akajulikana kuwa ana tundu katika moyo. Hiyo siku naambiwa hivyo nusu nizimie. Mbona ni mtoto mdogo sana, au yale mapombe yangu wakati nina mimba? Yani kwa nini jamani, au ndio nimemfanya mwanangu aumwe? Maana mwanangu mpaka tumempa jina la Kaira kwa sababu tu ya vile ambavyo mimi nilikuwa na kunywa nalewa. Yani sikuelewa. Niliona kama nimechanganyikiwa jamani, mtoto wangu. Nikaambiwa mtoto anatakiwa kuenda kliniki kila baada ya wiki ili waangalie namna ambao anaweza kumsaidia, bila hivyo anaweza akafariki dunia. Moyo uliniuma jamani, nifanyaje mimi? Sina pesa. Nilichanganyikiwa wallahi. Nilitoka pale nikiwa nimechoka mno, hata mtoto sikuwa na nguvu ya kumbeba. Tena akanisaidia Husna kumbeba, maana
hiyo siku kwanza ilikuwa imekata kama 120,000 hivyo, na kila wiki natakiwa kutoa hela zaidi ya hiyo. Mimi nitaweza vipi jamani? Hapana, hapa nilihisi nachanganyikiwa. Basi Husna akaniambia, shoga, jikaze, ukaze moyo, turudi nyumbani tukajua tunafanya nini kuhusu mtoto. Nikasema sawa. Basi kweli tukajikokota mpaka kwa kina Husna. Sasa Husna pia aliamua kunichukua, tumefika kwake, kanipeleka nyumbani ambako Aisha kuepo, alikuwa kazini. Akaniambia, shoga, kama unavyojua ile hospitali kila ukienda usikose 100,000. Sasa inakuaje? Nikasema, shoga yangu, yani mimi naenda kuuza kiwanja. Nilinunua kiwanja huko Mbande. Naona bora tu nikauze nipambane na binti yangu kwanza. Akaniambia, ile wazo zuri, kiuze haraka maana leo hata dawa hajapata mtoto kwa sababu pesa hamna. Tujitahidi basi wiki ijayo tumpeleke. Basi Husna kukaa sana, akaondoka, nikanibaki mwenyewe tu na mwanangu. Nilimwangalia sana mwanangu. Ananiangalia, yeye anacheka tu mwenyewe, yani navurugwa. Nasema ndo mwanangu afe jamani, kwa tabasamu hili na ninavyompenda. Hapana, kwa kweli lazima nipambane, siwezi kubali kirahisi namna hii jamani. Basi bwana Aisha alivyorudi jioni, akawa busy na mambo yake tu, sijui ndo kachoka kuomba pesa, maana hata 120,000 nilienda kutumia, nilimkopa yeye. Nikamsalimia, akaitikia kinyonge kabisa. Nikasema, sasa shoga, nisikilize, mimi hapa nimekuwa leo, nimetoka hospitali, daktari ameniambia Khaira ana tundu kwenye moyo wake, kwa hiyo nahitaji pesa zaidi ya sana yani. Akasema, mimi sina pesa shoga wangu, kama unataka kunikopa umefeli, labda ukakope kwingine. Nikasema, sikia nikwambie mamangu, mimi nataka tukauze kile kiwanja nilichonunua siku ile kule Kitonga Mbange, unakumbuka? Nitamtibia mtoto kwanza. Akasema, wewe, yani kile kiwanja umenunua kwa ajili ya mimi na wewe au? Ukasema tukipata pesa tunajenga. Sasa mbona unagaili? Hivi nyinyi mnamuelewa kabisa Aisha anachokizungumza. Nikamwambia, sikia Aisha, hapa mimi nazungumzia afya mwanangu, nazungumzia uhai wa mwanangu, sio unanielewa? Akaambia, ndio nakuelewa, kama uhai wa mwanao fanya mpango mwingine, mimi sikushauri kuuza kiwanja. Nikamwambia, shoga, sikiliza nikwambie, mimi nakuheshimu sana na kuona siku hizi una kisilani sana. Mie yani wewe kwa sababu tu unanipa hela zako hizo, basi yani unakasirika mwenyewe yani. Sasa sikiza Aisha, umesahau kwamba mimi na wewe mangapi tumefanya? Na hilo duka ambalo unatamba nao, mimi si ndo nilikupa mtaji 3 au umejisaulisha, leo unajishaua Akasema, sasa si ulinipa nikapambane nalo mpaka limepanda sasa hivi, kwani liko hivyo hivyo, mtaji si umekuwa sasa hivi umekuwa mtaji wa 6,000,000. Nikasema, haijalishi Aisha, acha dharau, kumbuke, unajua unatakiwa ukumbuke wewe, mimi na wewe tumetoka mbali, nimekupa habari na huna mpango huna mpango wa kunisaidia chochote. Mimi naenda kwanza kile kiwanja cha kwangu, mimi nimekupa habari, yani nimekupa taarifa, sikuwa na maanisha nataka ushauri. Naenda kuuza kiwanja nimtibie mwanangu. Basi Aisha akawa amejinunisha hapo, mimi nikapanda kitandani nikamlaza mwanangu, kisha na mimi nikavuta shuka nikawa busy na mnyonyesha tu. Aisha akawa anasema, kwa hiyo unaninyanyasa kwa sababu umenipa msingi? Mimi nikamwambia, wewe bwana usinisemeshe, yani mimi usinisemeshe kabisa, maana nikishuka hapo tunaweza tukagombana. Wewe kama unabisha nijibu, kama unataka tugombane mimi na wewe. Basi Aisha akafiata mdomo, maana analijua timbuli langu, angejibu aone. Nishakuwa nimevurugwa, yani mimi mtoto anaumwa, mtu anaongea upuuzi, alafu hata nisaidia kitu chochote. Anitokee huko bwana wewe. Basi nikawa busy na mtoto wangu, mara kaka analia, nikajua mkojo, nikambadilisha nguo nzuri pale. Basi nikaona katulia, nikawa nambembeleza mrembo wangu alale. Basi akalala, mimi nikalala zangu pia, hata kula usiku mimi sikula. Asubuhi nilichelewa kuamka, nikakuta Aisha kashaenda kazini, akaniwekea makaratasi yangu yote ya kiwanja kwenye sofa, maana alikuwa yeye ndo anaweka kwenye begi lake. Na mimi wala sikutaka mambo mengi, nikaoga, kisha nikaja kumuogesha binti yangu. Na mwenyewe binti yangu anapenda kucheka, yani nikimwangalia hivyo jamani, yani ndio nazidi kuumia. Basi mimi nikamvalisha mwanangu, nikavaa vizuri, nikabeba makaratasi yangu, nikaenda mpaka Mbande. Nikaenda kwa mwenyekiti pale ambapo nilikuwa na kiwanja, nikamueleza kuwa nataka kuuza. Akaniambia, nataka kuuza shilingi ngapi? Nikamwambia, mimi nilinunua 4,000,000 ila mimi nataka kuuza kwa 6,000,000. Maana sehemu yangu ilikuwa ni kubwa sana. Akaniambia, sawa, utapata, maana wateja wanakuja huku kila siku. Basi bwana, nikamwambia pale niache namba kwamba watanijulisha. Basi mimi nikawa naendelea na mambo yangu. Sasa usiku shogangu alivyorudi wala kunisalimia, na mimi hata sikuhangaika naye. Kesho yake asubuhi kabla sijaenda kazini akaniambia, Shamira, mimi nimepata chumba na hama humu. Nikasema sawa, asalimie. Sikutaka kumuuliza unahamia wapi wala nini. Mimi moyo jeuri. Huko ndani wala hakuwa na kitu zaidi ya nguo zake. Nikaona okay, ngoja nimwache ajinunishe, akijisikia kuongea na mimi ataongea tu. Mimi wala sio kesi kwangu. Basi akajibebea nguo zake, hata kuaga kasipa zake. Mimi nikasema yani huyu naye kawa kama mchawi kweli. Yani kweli jamani, yani mimi nisimtibie mwanangu, yani mtu anakasirika kwa sababu ya mimi kumtibia mwanangu jamani.
Basi nikampigia Husna, nikampa mchapo shogangu. Akacheka sana akasema achana naye, wala usiumize kichwa bwana wewe. Wewe tu angalia zaidi kuhusu afya ya mtoto, basi mambo mengine yataenda tu taratibu. Nikasema poa shogangu. Basi bwana. Nikaa siku mbili nikapigiwa simu. Mteja kiwanja kapatikana. Nilifurahi sana. Nikaenda haraka kweli tukafanya biashara. Nikapewa milioni 6 yangu cash. Nikatoa 300,000 nikampa mwenyekiti. Nyingine nikatia kwenye pochi nikarudi zangu nyumbani bwana. Sasa nikanunua chakula kwanza, kisha kesho yake nikaamkia hospitali. Nilishauriwa kwanza ni mkatibi makubwa mtoto ya 700,000. Nikakata hiyo bima, kisha nikaanza huduma ya kumpambania mtoto. Acheni nyewe jamani. Yaani alikuwa yani ile hela ilikuwa inatembea pamoja na kwamba bima ilikuwepo. Kila nikienda yani lazima 60,000 ipotee. Na nilikuwa napambana na mtoto, sikuwa na jinsi, japokuwa kuna muda nilikuwa nahisi labda mimi ndio sababu, kwa kuwa nilikuwa busy na mambo yangu kipindi cha ujauzito nikasahau kujali mimba. Yani nilikuwa najisikia vibaya sana. Basi nikapambana na mtoto mpaka akafikisha mwaka na miezi 5, lakini bado hakuwa vizuri kabisa, hata kutembea alikuwa hawezi. Yani ni mdogo mdogo, kama unaweza kusema kama na miezi 7 hivi. Acheni tu, pesa yenyewe ulikata, maana kila kukicha mimi hospitali, mara huku mara kule, mara mguu kwa mashoga nao ulikata, maana muda huo bado Aisha alikuwa amenunia na mimi sikuwa na muda naye pia nisingeweza kwenda kuja. Sasa nikafanyaje jamani? Basi pesa ilisha sasa, nikawa sielewi, maana nilibakiwa na akiba ndogo sana. Nikaona hii sasa itakata, nafanyaje? Nikauza vitu vyote vya ndani, nikabakiwa na godoro na vyombo na vingine vyote niliuza, lakini bado lengo lilikuwa tu ni mimi nimpiganie mwanangu tu apone. Nikapambana mpaka mtoto akafikisha mwaka na miezi 8, bado hakuwa sawa na alikuwa mwepesi mno. Nikaona hapa lazima niende kwa Ahmadi tukaongee jamani. Yaani hii ni damu yake, kwani mimi nateseka? Hana hata mpango kweli? Jamani. Niliwaza sana juu ya hilo swala usiku, maana sasa nilikuwa naenda kuumbuka, pesa zinaisha, mtoto anaweza kufariki kweli, sina biashara. Sasa nitafanya kazi gani na mtoto anauma kama hivi? Na hiyo kazi yenyewe ina uwezo wa kunipa pesa, mtoto mwenyewe anatumia pesa nyingi. Sasa nitafanya kazi gani? Mtoto mwenyewe anahitajika kuangaliwa muda wote. Yani nikawa naona kichwa kinauma. Bwana, kesho yake mapema nikambeba mwanangu mpaka Mbezi kwa Ahmadi. Nikagonga gate sana, akaja kunifungulia, mdada mzuri tu. Akanikaribisha na mimi nikaingia mpaka ndani ya fence. Yani sio ndani, yani tu niliingia ndani ya fence. Dada akaniuliza una shida gani mrembo? Nikasema mimi nina shida na Ahmadi, sijui nimemkuta. Dada akaguna kwanza. Akaniuliza Ahmadi, wewe ni nani? Nikasema mimi nina shida naye tu, ni private. Ukiniita itakuwa vizuri. Akasema kumbe. Okay, mimi ndo mkewe, lakini wewe kama shida zako tu ungeweza kusema hata kwangu. Nikasema kumbe sawa, ila naomba unisaidie kumpata Ahmadi kwanza kisha tutaongea. Akaniambia sawa, karibu pale. Alikuwa anaonyesha kibarazani kuna viti, nikaenda nikakaa. Yule dada akaingia ndani. Huyo dada wala hakuwa yule wa siku zile. Naona alibadilisha sampuli kidogo. Basi haikuchukua muda akatoka Ahmadi sasa. Ahmadi alivyoniona akavuta mdomo akasema ede mvipi? Mbona nyumbani kwa watu saizi unataka nini? Nikapiga magoti kunibeba mtoto tena mbele ya huyo mke wake. Nikasema Ahmadi, mtoto anaumwa sana. Nishatumia pesa sana kwa ajili ya mtoto lakini haiko sawa. Naomba unisaidie. Ahmadi, yani mimi mtoto anatundu kwenye moyo, kwa hiyo naomba unisaidie. Babake ndo wewe, yani sina mwingine, nimekuja mpaka kwako kwa sababu wewe ndo babake, bila hivyo nitamkosa mtoto Ahmadi, naomba unisaidie. Basi niliongea nikiwa nalia. Ahmadi akacheka akasema hebu sikia wewe malaya, mimi nishakataa kitambo sana, sina deni na wewe. Sina nikataa mimba nikakupa pesa ukatoe, au ulizani mimi nilikuwa sina akili timamu? Mimi sihusiki na chochote. Nimesema huyo mtoto sio mwanangu. Unafosi nini? Naomba uondoke usije kanivurugia familia. Nikasema sawa basi, hata nikopeshe pesa kidogo nitakulipa. Natamani tu nimpambanie mtoto. Akaniambia mimi sio shirika la misaada mama, hebu inuka uondoke usinivuruge. Jamani, yani nilijikuta nalia. Basi mke wake akasema kwani, akamwambia Ahmadi, hebu ngoja kwanza mume wangu. Mbona mtoto mfana naye, lakini mbona kama ni damu yako kweli, hebu msikilize kwanza huyo mwanamke. Ahmadi akasema hebu kelele, uko mpumbavu ni naingia mambo yanakuhusu. Unajua mimi na wewe tulikuwa tunakutana saa ngapi? Wewe ulikuwa unamjua vizuri huyo mwanamke? Unamjua vizuri kuliko mimi? Nikaona mke naye kabaki kimya. Basi nikaona huyu naye yani tunakoelekea sasa anaweza kaanza kumpiga na mke wake, maana Ahmadi akikasirika sasa. Basi mke wake naye alikaa kimya. Ahmadi akainuka akaniambia naomba uondoke, vinginevyo nitakutandika sasa hivi. Yani labda kama nataka kufia hapa. Nikamwambia basi hapana Ahmadi, tusifike huko, mimi naondoka. Akasema wasalimie. Jamani, niliumia, nikaona kweli Ahmadi kajitoa na hataki kujua chochote kuhusu mtoto. Na kama kajitoa sasa inabidi kila kitu nipambane mwenyewe, lakini sasa naanzia wapi? Nimebakiwa na 100,000 tu. Nikarudi kwangu nikiwa na mawazo mno.
Nilifika nyumbani nikampikia mtoto uji kwanza, nikamlisha, na wala huwa upendi uji. Yeye anapenda kunyonya tu, lakini ndio hivyo. Na alikuwa amepungua sana mwanangu. Basi alipomaliza kula, nikamuogesha mtoto wangu, nikamlaza kitandani ili atafute usingizi. Nikabaki nawaza sasa, hela napata wapi? Basi bwana, ndugu yenu niliwaza mno. Yaani niliwaza mpaka basi sasa nikasema acha nipumzie tu, kichwa Mungu atanisaidia mbele. Na kweli kesho mimi nimpeleka mtoto hospitali akapata huduma. Madokta wakawa wananitia moyo kuwa mtoto atapona. Kama utaendelea kuja naye hospitali, mbona yaani walikuwa wananitia sana moyo, lakini mimi nilikuwa sioni mabadiliko. Nilikuwa naona mbona yuko vile vile. Madaktari wakawa wananiambia mtoto anaendelea vizuri, kwa hiyo nipambane tu kumleta mtoto hospitali. Nikasema sawa, hamna shida. Basi bwana, sasa siku moja mzee nilienda zaidi ya mara 3 kwa Ahmadi kumuomba sana nisaidie mwanae. Lakini Ahmadi alikataa. Kuna muda alikuwa hataki hata kunisikiliza. Na ilifika stage mkewe akaja nikienda kugonga mlango, akija kiniona ananifukuza. Naona mimi nishamwambia kabisa, yani asije kunikaribisha. Basi nilijitahidi sana kujishusha kwa Ahmadi, lakini ikashindikana. Nikaanza kuhangaika, pesa imekata, sina hata cha kuuza ili nimpeleke mtoto hospitali. Zaidi sana nikaanza kumkopa pesa Husna, nikaona isiwe kesi, nikarudi kudanga. Nikawa namwacha mtoto kwa Husna, naenda kwa bwana. Ila nakuwa silali. Yani ili tu niungeunge nipate pesa matibabu ya mtoto, unaenda, unafanywa unapewa 20,000 mara 30, nakuwa napata pesa ya kula tu nye. Acheni haya maisha. Basi bwana, nikawa ndo najichanga hivyo ili nilipe kodi pia na bado nihangaike na mtoto. Ikawa sasa nakosa mpaka pesa kumpeleka mtoto hospitali, au nampeleka leo, ukijao usimpeleki, hivyo mtoto hali yake inazidi kuwa mbaya. Sasa nakumbuka siku hiyo nimempeleka kliniki mtoto, daktari alinisema sana kwa nini napendeza kumpeleka mtoto na wakati ana hali mbaya, nikifanya masiara mtoto anaweza kufariki. Jamani, nijikuta nalia sana. Yule daktari alikuwa ni mbabu, akaniambia pole, lakini lazima nikwambie ukweli, pambana serious na mtoto. Alikuwa kishaanza kupona, lakini wewe unakaa sana, yani unakaa huko huwezi jua tatizo litaishaje hilo. Yani wewe binti si una shida gani? Alishindwa hata kuongea, maana mimi aliona ameongea sana afu nilikuwa nalia tu. Basi mimi sikumuelewa sana yule daktari. Sijui alisi mimi simpendi mtoto. Yani nikaona hivi daktari anajua mimi mbona napitia ili kupata pesa kumleta mtoto. Yani hakujua tu kwa kweli. Basi nikatoka mle ndani nikiwa nimechoka sana. Maana yani kumwangalia tu mwanangu alikuwa amelala tu hapo, hayuko vizuri kabisa, nikimtazama hivi naishiwa nguvu kabisa yani. Basi nitoka mpaka nje, nikasogea nyuma ya hospitali, nikakaa kwanza nikiwa sielewi nafanya nini kumsaidia mtoto wangu. Ahmadi ameshakuwa haelewi tena, au nianze kupita kuchangisha watu wanisaidie kama vile barabarani, au nifanyaje jamani? Au nishukuru afe tu, yani mawazo yalikuwa ni mengi. Nikimwangalia mwanangu hivyo mzuri sasa, roho inaniuma. Basi nikiwa pale, nikaingia gari moja kali mno nyeusi, maana pale nilipokuwa nimekaa nilikuwa naangalia na parking ya magari. Akashuka kaka mmoja hivi akiwa amepiga suti yake ya kijivu, imetulia mno. Mkononi nikashika simu 2. Ila yule kaka na yeye ni kama alikuwa na haraka hivi. Aliposhuka alisukuma mlango tu, kisha nikaona anaelekea ndani ya jengo moja hapo Muhimbili. Kwa jinsi nimemwona yule kaka, nikajua pesa nayo tu kwa jinsi amevaa na ile gari aliyokuwa anaimiliki jamani. Yani anaonyesha kabisa na mpunga. Basi nikasema hapa nafanya maamuzi magumu. Nikasema nipambane tu na huyu mtoto. Nisipopambana huyu mtoto atakufa na sina pesa za kugharamia matibabu. Nikasema ngoja nisogee. Nikasogee kwenye ile gari kwanza nione. Nikajaribu kufungua mlango wa mbele ukafunguka. Kumbe alikuwa hajafunga mlango. Naona sababu alikuwa na haraka. Basi taratibu nikamshusha mtoto, nikamlaza kwenye siti ya mbele. Alikuwa kalala. Nikamlaza vizuri, nikamfunika. Nikaweka na makadi yake ya kuonyesha ugonjwa wake, nikamwacha pale mwanangu, nikafunga milango, kisha nikaanza kuondoka. Nilisienda mwanangu atasaidiwa, maana mimi binafsi kama mama yake nishapambana sana, nikafeli. Basi bwana jamani, niombeeni ukweli. Yani nilikuwa naumia sana moyoni, lakini nilisema huenda atasaidiwa huko atapona kuliko kukaa na mimi mtoto wangu atakufa mikononi mwangu. Mimi sina kitu tena. Basi nikafuata gari, nikapanda mpaka Mbagala. Nikawa nimetafuta gari ya kurudi Saku kwangu, nikarudi. Ile nafika tu naona maziwa yanamwagika sana. Nikawa najua kabisa mwanangu kashaamka au anataka kunyonya au analia. Si mnafahamu ile feelings ya kina mama tuko nayo. Jamani, niliumia sana. Nililia mimi siku ile. Nililia mno. Moyo uliniuma. Nikasema Kaira mwanangu, naomba unisamehe mtoto wangu. Lakini naamini uko sehemu sahihi. Mtoto wangu jamani, mimi nimekuacha ili upone. Mimi sitaweza kutibu.
Niliumia sana tena sana. Yaani moyo uliniuma. Basi maziwa yalinivuja mno. Nikasema sasa nahisi kabisa mwanangu analia huko aliko. Nikasema na yule kaka kuti hajarudi kwenye gari. Mungu wangu. Si Mungu atakuwa kamuona mwanangu. Basi nikakaza tu moyo. Sikuwa na jinsi. Basi nikawa nimeganda tu katika godoro langu nikiota sielewi. Yaani ile roho ngumu ya kumwacha mtoto sio nilipata wapi. Nikabaki najutia tu nikawa nasema hivi hata ningesema nipambane mimi ningepambanaje? Nisingeweza. Mimi Mungu naomba nisamee tu na Kaira nisamee sana mtoto wangu, naamini utakuwa salama. Mpaka nikawa naogopa mimi mwenyewe jamani. Nilikuwa na picha mtoto wangu nilimpiga ndo nikaivuta nikawa naiangalia sana. Nikawa nalia tu mpaka usingizi ukanipitia. Nikaja kushtuka asubuhi kabisa hata kuoga sikutaka. Nilitulia tu nikiomboleza ndani ya moyo wangu. Nikapata uchungu mkubwa sana. Yaani hata kula sikula kabisa maana tanjani kwa sisikii. Mwanangu alikuwa ananiuma jamani. Nimebaki tu na mshono. Basi bwana, nilikaa ndani siku 3, nipo nalia, naamka, nalala, nawaza yani hivi imekuaje hivi, yani sikuwa sawa kabisa. Siku ya 4 Husna akaja sasa alinikuta nipo nalia, sielewi, nilikuwa nimekula kwa siku 3 na sijaoga siku ya 3. Yani nimejitahidi tu at least nimetia chochote mdomoni lakini sijaoga. Yani kwa kama chizi hivi, yani mpaka nanuka. So unajua wanawake sisi tusipooga siku 3. Basi Husna alinishangaa sana kunikuta vile, akaniuliza shida nini, mbona unalia tu? Akaniuliza una nini? Bado sikumwambia chochote. Basi shoga yangu akaanza kunichukua akanipeleka bafuni huko, akaenda kuniogesha, akanirudisha ndani. Akaniuliza umekula? Nikamwambia hapana mimi sijisikii kula. Akasema hapa lazima ule, si unajua unatakiwa ule upate nguvu tuongee. Basi haraka akanikorogea uji, akanilazimisha kunywa na mwingine akaninywesha kabisa. Nilikunywa uji wote kwa kulazimishwa. Akaniambia sikia, itakuwa ni kuhusu mtoto mbona simuoni hapa? Nikasema babake kaja kumchukua. Yaona bora niongope maana nikiongea nilichokifanya hapa inaweza ikawa vita. Basi shoga akasema kama babake Ahmadi unasema kila siku alikuwa anakataa kumsaidia mtoto amemchukua. Nikasema ndio kaja kumchukua. Anasema ataenda kuishi na. Shoga akaniambia jamani ndio unaumia mpaka uli siku 3. Yule babake pia kama akajirudi ni bora, kwanza yeye ndio ana uwezo kupambana na mtoto wake. Maana pesa anayo. Usilie bwana. Nikamwambia sawa hamna shida. Basi shoga kanitia moyo sana na akaniambia nione kawaida tu, akaanza kunipa story zake kwa hata yeye kuna mwanae alipokonywa na mwanaume alioza naye. Mimi nichukulie kawaida, mtoto atanikumbuka. Kumbe mzake analia mengine kabisa, nimetelekeza mtoto. Yuko kwa mtu ambaye hata simjui hata sura yake, yani hata sijui mtoto wangu itakuwaje. Yani nilivyoona kapendeza na kashuka kwenye gari, nimeenda kumtupia mwanangu au mimi sina akili timamu. Basi bwana, sasa Husna akaniambia twende ukakae kwangu hata siku 3 alafu utarudi kwako maana naona huko sawa kabisa. Nikamwambia sawa. Basi kweli Husna akanichukua akanipeleka mpaka kwake na kweli nilikaa siku 3 nikawa niko poa kidogo na hata maziwa yakawa yamwagiki tena. Yani hata sielewi ilikuwaje huko. Nikasema Mungu naomba umponye mwanangu huko, sijui atakufa yani Basi bwana nilipokuwa sawa nikamwambia shoga mimi pale sitaki tena kuishi, ngoja nijisikilizie hapa nitafute danga linipe pesa niame pale. Shoga hakuwa na shida, akaniambia poa hamna shida. Ni kweli bwana, siku Raza alinitafuta na nikasepa naye lodge tukafanya yetu nikamwomba pesa akaamua kunipa 150. Sikufanya ajizi. Yani sikuwa napataka tena pale. Niliona nitapata kumbukumbu mbaya ambazo zitakuwa zinaniumiza kuhusu mtoto wangu. Nikarudi Charambe huku karibu na Husna nikapanga chumba ila nichakiza maana nilikuwa hata sielewi. Nilinunua tu na kiswaswadu cha kusogeza maisha. Kiukweli Razaki huyu alikuwa anaonyesha sana anataka yani kukaa na mimi lakini mimi sikuwa nataka. Yani mpaka akawa ananiambia nitulia nioe. Yani lakini mimi sikuwa nampenda. Kwanza mimi Razaki nilikuwa namuona kama danga tu. Ikapita miezi 3 nikaendelea na maisha yangu ila kuna jinsi moyo unauma kila nikikumbuka kuhusu mwanangu na hisi ganzi sana. Husna nimdanganya kwa mtoto kachukua na babake lakini moyo ulikuwa unauma kwa sababu nilikuwa nimefanya balaa kubwa sana. Maisha yakarudi kama mwanzo. Nipo tu na Husna ndo shoga yangu sasa hivi. Maana rafiki na Aisha uliisha. Nikawa naona duka lake limekuwa sana, ana pesa mno, anapendeza mno. Na yuko busy na mambo yake. Nilisikia pia kapanga nyumba nzima anaishi na bwana yake. Nikaona mimi nilikuwa na mjinga. Ile biashara sababu ningefungua mwenyewe, leo nisingekuwa na shida. Haya maisha bwana. Ndio hivyo lakini kila story inakupa funzo. Basi maisha yakawa yanaendelea kama kawaida, nikarudi kwenye udangaji kama kawaida. Na niliweka tena kijiti, sikutaka kabisa kupata mimba. Hapana kwa kweli. Nikapata pesa vyangu, nikawa nadunduliza. Mwajuma naisha ndo akawa mashoga zangu. Yani wananisema mimi nilikuwa najifanya tajiri. Kumbe mshamba tu nilikuwa
nalazimisha mapenzi na Ahmadi kanikataa kweupe. Mimi wala sikuwa na shida. Maana hata muda naisha nilikuwa sina, niona tu anipotezea muda, nikawa tu busy na maisha yangu. Na nijue vizuri kuwa Aisha ndo anatoa siri zangu, yani ni lazima. Ila mimi nikawa tu sina muda, ili mradi maisha yanaenda. Siku hiyo sasa niko busy na shoga yangu, tulikuwa tumekaa kibarazani katika nyumba alokuwa amepanga. Tunapiga stories hapa na pale, nikaona gari limepaki mbele yangu. Kisha nikashangaa kumuona Ahmadi anashuka kwenye ile gari. Nilijisikia mpaka kinyaa. Anakuja kufanya nini sasa? Anamtaka nani tena? Basi akaja mpaka pale, anajichekesha, akasalimia. Mimi wala sikuitikia, nikatulia kimya. Husna ndo akaitikia salamu yake. Ahmadi akaomba kuongea mimi kwenye gari. Nitaka kugomba, ila nikaona ngoja nimsikilize. Kwanza asije akaongea habari za mtoto na inajulikana yuko kwake. Nikanyanyuka, nikaingia kwenye gari. Akasema vipi Shamira, uko poa? Nikamwangalia tu, nikasema bwana, sema shida yako. Akasema sawa, nimefikiria mambo mengi sana Shamira. Nikaona kuna mambo nakosea Shamira. Nimekuwa nasumbuliwa na ndoto za kutisha sana. Naona watu wanalia na kuniambia kuwa mimi nimetupa damu yangu, lakini sio hivyo Shamira. Niliona ni kweli nimefanya yule mtoto. Please mamangu, naomba nichukue majukumu kama baba. Nimechelewa sana, lakini naomba unipokee. Unisamee Shamira, tulee mtoto. Hivi jamani, huyu hebu nimtukane tusi gani? Hebu kaeni hapo. Mnataka nimwambie kitu gani? Nimjibu tusi gani ambalo ataelewa? Nilimwangalia sana. Nikamuuliza unamwangalia mtoto gani kwanza? Akaniambia jamani, si mtoto wangu ambaye ulikuwa unakuja naye nyumbani kuomba msaada jamani. Nikasema sawa, kumbe una kumbukumbu. Unahisi kwa nini nilikuwa nakuja kuomba msaada? Akasema si uliniambia kama mtoto anaumwa. Nikasema sawa basi, mtoto kafa mwezi wa 3 sasa hivi, nishazika, nishasahau. Akasema kivipi yani Shamira? Nilimwangalia ukaka. Yani alinitoka, sikutaka hata kuongea naye chochote yani. Nikamwangalia mimi, nikashuka zangu. Nikaona naye sasa anashuka. Akaja kunishika mkono. Aisee, nilimpa bonge moja ya kofi la shavu mpaka mwenyewe akashika shavu lake. Watu wote wakawa wanatuangalia. Akasema Shamira, yani kabla hajasema lolote nilimkata kibao kingine. Yani nilikuwa zaidi ya simba. Sikutaka ongea chochote. Anakuja kunitonesha kidonda. Yani yote yametokea kwa ajili yake. Ahmadi akanishika mkono akasema naomba tuongee. Nikamwambia oya, naomba usinichezee. Yani mimi ni namba nyingine kabisa. Unajua kunifahamu upande wangu wa pili. Huyu kaka kumbe anijui. Mimi nilikuwa namheshimu tu. Hiyo siku sasa ndo alinijua vizuri. Ahmadi akanambia, "Sasa mbona unaanza na kunitukana?" Nikamwambia, "Hebu tulia. Naomba pande kwenye gari lako, ondoka. Mimi nimekufuata mangapi kuhusu mtoto? Wewe si ulianza kukataa mimba wewe? Unaniletea upuzi wako sasa hivi Naomba uondoke. Beba kila kitu chako jikusanye, ingia kwenye gari lako, ondoka na hizo takataka zako mbili zinazoning'inia." Jamani. Nilikuwa nimekasirika. Husna akanishika akasema, "Tulia basi Shamira, mbona unajaza watu? Mbona naongeleka?" Nikasema, "Husna, mimi situlii. Yani huyu labda aondoke. Mimi nitampiga mawe, yani nitamuitia mwizi. Naomba aondoke. Mwambie sitaki kumuona mimi hapa." Basi bwana. Nilimtukana huyu kaka siku ile jamani. Nilimtukana. Nadhani hata hakuamini kama ninaweza kutukana matusi kama vile. Basi bwana Husna akanibembeleza, nikawa nimetulia pale. Akasema, "Mbona mimi sijaelewa ugomvi? Kwani mtoto yuko wapi? Mbona ulisema yuko naye na yeye amekuja kudai mtoto?" Sasa mtoto kafariki, mimi sikukwambia tu. Mtoto alinifia Muhimbili, hawakunipa mwili kwa sababu ya gharama nilizokuwa nadaiwa, ndio maana nikaacha mwili. Nikaogopa, sikutaka hata kusema wanyama ambao nimeufanya jamani mimi mwenyewe. Nilikaa tu kimya. Husna alinionea huruma sana. Akanibembeleza mno akasema, "Ndio maana siku zile ulikuwa vile." Basi bwana. Aisee, sikulala. Nilimkumbuka sana mwanangu Kaira. Yani usiku mzima nikajikuta nalia. Nijua tu mwanangu atakuwa sasa hivi na miaka 2.5 hivi kama yuko hai. Ila kama amefariki kweli basi ndio hivyo. Asubuhi nikamka zangu, nikanywa chai, alafu nikatulia kwenye godoro langu. Nilikuwa na stress sana kiwele. Maisha yangu sikuwa na amani kabisa. Kila nikikumbuka nimemtelegeza mtoto. Yani hichi kitu kwa kinanitesa sana jamani. Yani roho ilikuwa inaniuma. Mama gani anatupa mtoto? Basi bwana, nikiwa nawaza sana pale, akaingia Husna akagonga mlango. Mimi nikamkaribisha, akaniambia, "Basi mpenzi wangu, ukishakuwa na mawazo, yani basi ndo unalala mwenyewe, yani mawazo kama yote." Nikacheka tu kidogo, nikasema nimkumbuka tu mtoto wangu. Husna akanisogelea akaniambia, "Tulia bwana Shamira, usiwe kipenzi changu." Nikasema, "Sawa bwana, niambie." Akasema, "Twende club leo basi shoga yangu." Na nijua kwa nafanya hivyo ili tu apate kunitoa mawazo. Basi bwana, kweli tukaenda. Ikapita wiki, niko busy na mambo yangu na sikumuona tena Ahmadi wala nini. Nikawa naendelea tu na mambo yangu kama kawaida. Basi bwana, sasa siku hiyo nilikuwa niko na Husna. Kuna mtu amekuja amegonga mlango. Nikamwambia ingia. Sasa nikashangaa.
Nikajua ni Husna ambaye alikuwa anaingia kwangu. Sasa nikashangaa eti kaingia Ahmadi afu akafunga mlango. Nilichukia. Nikainuka nikataka kumsukuma, akatoka nje, akaniwahi, akanikumbatia kwa nguvu, akaniambia sikia, naomba utulie Shamira tuongee. Sitaki matusi yako leo wala fujo. Nikachukia nikasema Ahmadi, naomba uniache. Kwa nini unifuatafuata? Naomba uondoke kwangu jamani. Ahmadi akaniambia mimi nimekuja tuongee. Akaenda kukaa kwenye godoro pale chini. Akasema Ahmadi, naomba ondoka, mimi nitakuchoma kisu unajua. Yaani nitakuulia huko ndani. Akaniambia mimi nimekuja tuongee. Kwa hiyo tumepoteza mtoto na mimi naumia sana maana nilikuwa naweza kumsaidia mtoto. Hasira na chuki zangu ndo zimesababisha mtoto amefariki, lakini najua nimekuumiza sana pia na una hasira na mimi. Naelewa kila kitu ambacho nimekifanya. Naelewa, naomba unisamee. Nimepita kwa rafiki yako ndo kanileta hapa. Please Shamira, naomba upunguze hasira. Mimi nataka kukusaidia. Najua una hasira sana na umeamua kurudi kudanga. Naomba tuongee basi nikusaidie hata wewe. Mimi nahisi nitapata amani. Nikacheka, itaenda kunisaidia ili apate amani. Yaani yeye apate amani. Mimi sina amani, anapata wapi amani? Nikavuta kikombe cha maji nikamwagia alipokaa. Alishtuka maana maji yalikuwa ni ya baridi. Akasema Shamira, yaani sasa hivi unanifanyia hivi? Nikasema jina langu ndo hilo. Hayo maji sio ya baridi. Yaani siku nyingine ukija nitakumwagia moto, mpuzi wewe. Naomba uinuke, ondoka. Naomba uondoke jamani. Mimi sitaki hata kuona. Unafikiri mimi mshamba maisha? Ninaishi vile ambavyo nataka. Wewe uliona mimi sina maana. Unadhani mimi utanipata tena? Labda niwe mpumbavu. Naomba uinuke, uondoke. Basi nikachukia mimi, nikachukua fagio nikaanza kumtandika kwa hasira. Zilimuingia nyingi sana. Na alikuwa yuko wazi kama mvaa boxer tu hivi aisee. Ahmadi alitulia kama omi. Nilimpiga sana mgongoni maana alikuwa amenipa mgongo. Nilimpiga kwa nguvu tu mpaka mimi sasa ndo nikachoka, nikaacha, nikatupa ufagio. Kainuka akasema umelizika sasa Shamira? Hebu chukua unipige tena mpaka upate amani ya moyo wako. Mimi navumilia, nataka ukae sawa. Nijikuta nalia tu. Nguvu ya kumpiga nikawa sina. Nikalia sana. Na sikuwa naweza kusema chochote. Lakini Ahmadi alikuja akanikumbatia. Akaanza kulia kwa kwikwi. Lakini akawa anabembeleza huko anaomba msamaha pia. Nililia mno jamani. Shida nawaza, mwanangu nimeshamtupa huko, hata sile yuko hai au amekufa. Yaani sijui chochote. Afu baba mtu anajifanya baba mtu ndo anataka kuja leo. Basi Ahmadi alinibembeleza sana, nikawa sijui kama nifanye nini, lakini baadaye nikawa nimetulia tu. Nilikuwa na hasira lakini nikatulia. Nikawa nalalamika huku, naomba kwamba yeye ndio chanzo cha mambo yote. Ahmadi akanituliza, akaniambia tulia basi mama, kila kitu kitakaa sawa. Nitulia kidogo. At least sasa hata nikanyamaza. Ahmadi akasema, sikia nikwambie Shamira, angalia biashara ya kufanya ni kusupport please. Naomba uachane na masuala ya kudanga. Unashia thamani yako kama mwanamke. Nibaki kimya tu. Akaniambia tu sawa yote na kila kitu kikae sawa kipenzi, sawa? Nikamwambia tu sawa. Basi Ahmadi akanivuta tena akanikumbatia. Akasema sasa tafuta nyumba nzuri ya kupanga kwa ajili ya wewe mwenyewe, nitakulipia kodi mimi hapa. Na wala sitaki kabisa mimi uteseke. Nataka ukae kwenye mazingira mazuri, angalia cha kufanya uniambie pia nikufungulie biashara. Sawa Shamira, usilie mamangu. Roho yangu inaniuma pia. Nikamwambia tu sawa. Kidogo alikuwa amenipoza moyo. Basi akaniambia jitahidi ukaoge na kuja. Nikasema sawa. Basi akatoka, mimi nikaenda kuoga. Nikarudi nimevaa dela langu, nikawa nimetulia kwenye godoro. Nikiwa nawaza tu maisha yangu. Maana hata mimi mwenyewe sielewi kwa kweli. Mwanaume akuchelewa sana akarudi na mfuko unanukia sana. Akachukua sahani akaweka, ilikuwa ni ndizi za kukaanga, chips, mbuzi wa kuchoma. Akanipa na soda, akaniambia tule. Nikasema sawa, nikula kidogo tu, stress zilikuwa ni nyingi sana. Akanilazimisha nile, nikaongeza kidogo, nikaona nimeshiba. Hata yeye akula sana. Akaacha chakula, nafikiria hata yeye hakuwa sawa kwa kweli. Basi bwana, kisha alinisogelea akaniambia usinichukie sana mimi Shamira. Nikamwambia tu sawa, yameisha ila timiza ambavyo umeniambia. Akacheka akaniambia wala usijali kipenzi, kuwa na amani kabisa. Nikaona ananisogea nataka kunibusu. Mimi nikakupisha mdomo. Akasema kwa nini sasa umefanya hivyo? Nikasema mimi sitaki unikisi. Akasema haya sawa bwana. Nikasema alafu fanya uende kwako, uende kwa mkeo. Akacheka sana. Akasema unaona wivu nikiwa nampe maana mimi najua wewe una wivu na unanipenda sana tu. Nikasema mimi wala sikupendi. Kwa nini nikupende mimi wa mtu? Mimi na wewe mbona tushamaliza? Ahmadi akasema mimi ni Muislamu, naweza kuoa wanawake 4. Nikasema sasa ndo tanioa mimi ambaye ulisema Uswahilini. Nikaona kakaa kimya, kaona aibu. Akasema da Shamira, unapenda sana kushikilia vitu ambavyo vilishaisha jamani. Hebu ubadilike basi. Nikamwambia tu sawa, nitabadilika. Aya. Sasa nikaona Ahmadi kanisogelea. Akaja akaanza kunikisi mdomoni huko kanibana. Nikawa yani ile sitaki nataka. Najitoa ila wapi? Mwanaume alishaniganda. Akanipandisha dera haraka, akaingiza mkono kwenye nguo yangu ya ndani, akaanza kunisisimua. Sema tukifikaga hapo tu
Tukifikaga hapo tu Ahmadi huwa sifanyi naye ngono, nafanya naye mapenzi. Yaani najikutaga nimeshalegea. Na kweli bwana nikaanza kulegea. Akaniambia, Shamira, nimekumisi sana. Unajua wewe ni mtamu sana. Mimi bado sikupata mwingine kama wewe. Mimi nikatulia tu pale, nikamwacha afanye kila anachotaka na nikampa kila kitu kama ambavyo nilikuwa nampa. Yaani si unajua tena kwenye sekta hiyo nilikwambia niko vizuri, japo nilikuwa bado na shida na mwanangu, lakini nikajitahidi. Nikamwambia haya. Akaniambia, mimi nakushukuru sana, nilikumisi sijui. Nikamwambia tu sawa, nashukuru. Kama mimi ndo naona kiboko yao, haya bwana. Basi akaondoka, akaenda kuoga, akatoka mwepesi mwenyewe, akachukua pochi, akanihesabia 800 akanipa. Hizi hela mimi nilikuwa nazitafuta kwa tabu wakati wa mwanangu. Akanipa, akasema sasa sikia, hii pesa fanya mpango kwanza utafute nyumba. Nikasema sawa, mbona mimi hapa sina vitu hata vya kukaa nyumba nzima jamani? Mimi labda natafuta chumba kimoja. Akasema mimi ndo ninaye kulipia kodi. Wewe unawaza nini? Nimesema tafuta sehemu ya kukaa. Nikasema sawa. Basi akaniambia nitakupigia kesho, lakini naomba usinipigie usiku. Nikacheka tu moyoni. Nikasema sawa, wala sikupigie, wewe nenda tu. Akasema sawa. Kisha mwanaume huyo taratibu akaondoka zake. Mimi nikaona ile 800 haraka nimepata saa hizi bila kutegemea unyama sana. Nikalala zangu. Asubuhi nikamkia kwa Husna. Nilimkuta anaosha vyombo. Nikasema, "Shosti, yaani wewe ni mbaya. Kumwelekeza Ahmadi kwangu ndo nini? Mdada mbea wewe." Basi akacheka akasema, "Bibi wewe, mimi sina makosa bwana. Bwanako kaja hapa anataka kunililia. Anaomba mimi nimwelekeze kwako. Sijui nini. Akanipa 70,000. Mimi nikatae." Nikaona sio kesi bwana wewe. Nikamleta tu, "Vipi kwani mmekiwasha tena hao?" Nikasema, "Wala hatujakiwasha. Tumeelewana tu." Na hapa akaniambia nitafute nyumba, ndo nimekufuata unipeleke ise. Husna akasema usiniambie. Nikasema ndo hivyo. Mchezo nimempa shoga. Basi tukacheka hapo, Husna akacheka sana, akaniambia muone, nitaka nishangae. Nikasema wewe acha bwana shoga yangu. Kama ndoa ningeipata mimi, sio ingekuwa jisema tu haikuwa fungu langu, ila acha tu niwe mchepuko wake. Labda ndio ilibidi niwe mchepuko. Basi Husna akawa anacheka kweli. Akasema sikia sasa nipeleke bwana tukatafute nyumba, sije kugaili. Basi shoga akaniambia ngoja nimalize vyombo, nikatulia pembeni. Nikamngoja, alipomaliza shoga akanikokota mpaka kwa dalali. Tukamweleza nyumba ambayo nataka ile siwe mbali na huko Charambe, nataka nyumba nzuri. Yule dalali akasema usijali, kuna nyumba inakarabatiwa maeneo huko chini, inaisha kesho mapema, twende kaione. Mimi na shoga yangu tukaenda kwenye hiyo nyumba na kweli nikaipenda, maana ni nzuri tu. Nikasema hapa mimi nimepapenda. Nikakutana na mwenye nyumba akaniambia kodi 200,000. Nyumba ilikuwa na vyumba viwili, dining, sebule, chumba kimoja ilikuwa master, ila haikuwa mpya, ila ilikuwa inakarabatiwa, ila ndio hivyo iko na pako rangi pale. Mama akasema anataka kodi ya kuanzia miezi 6. Basi nikachukua namba za mwenye nyumba, kisha nikamwambia nampigia, maana bosi hajanipigia, mimi naogopa kumpigia mume wa mtu. Nikarudi kwa shoga, tukawa napiga story. Mida ya mchana namba ngeni kaingia kwenye simu yangu. Napokea, nasikia sauti ya Ahmadi. Akasema halo, akaniambia yes, nilikuwa busy sana ndio maana sijakucheki tangia asubuhi. Nikasema sawa. Akaniuliza umpata nyumba? Nikasema ndio. Nikamwelekeza kuhusu kodi. Akaniambia sawa, nakuja jioni nipeleke kwenye hiyo nyumba nikaione, kisha tutalipa kwa mwaka. Nikasema sawa. Akaniambia tafuta na sehemu ya biashara. Nikamwambia mimi sawa. Ni kweli bwana. Nikaongea naye tena na Husna, tukaenda kuzurura tena, tukapata frame nzuri tu na ilikuwa pembeni kabisa, yani barabarani kwenye lami pale. Yani barabarani kabisa na ni maeneo ya Maji Matitu huko. Basi akaniambia, nikawa nimeongea na Ahmadi pale, akaniambia hamna shida. Ngapi kodi? Nikampa 1,500,000. Akasema hamna shida, nikija tunakuja kulipia kote. Basi bwana kweli jioni mwanaume akaja, tukaanza kwanza kwenye nyumba, akaangalia, akasema sawa patakufaa kwa kuanzia, kisha nikikuoa na kuhamisha huko sitaki ukae. Eti akinioa ndoa ya matala, mimi nikawa mke wa pili, huyu chizi. Mimi nikamuitikia tu. Mwanaume basi tukaenda dukani akalipia kodi ya mwaka pia, kisha akanipeleka sehemu moja nzuri mno iko maeneo ya Chamazi kwa ajili ya chakula. Tukaagiza chakula, tukawa tunakula, tunaongea. Hapo ni usiku kama saa 3 hivi. Akaniuliza na plan ya kufanya biashara gani? Nikasema nataka kuuza nguo za dada. Akasema sawa, kesho tunaenda Kariakoo kufuata mzigo. Basi nikasema sawa. Kisha kesho kutwa nyumba ikakamilika. Ikikamilika tutanunua furniture za muhimu. Nataka ukae sehemu nzuri ili hata nikija mambo yetu tufanye vizuri. Unajua mimi napenda vile ambavyo nafanya na wewe, kwa nataka tufanye vizuri. Basi tukala, tulipomaliza akanipeleka mpaka kwangu na yeye akaingia ndani. Nikajua anataka gemwana lot. Na mimi wala sikuwa mchoyo. Alipoonyesha nataka nilimpa mpaka nikampa tena. Mpaka kaita majina yangu yote matatu. Yani wanaume nalalaga na wanaume ambao sina hisia nao, ananipa 20,000 na wapa afu huyu ni mnyime jamani. Mimi nikampa, mwisho akaondoka. Basi baadaye nikajipumzikia. Kesho yake mida ya asubuhi mchumba akanifuata, tukaenda Kariakoo, nikachagua nguo nilizokuwa nataka kuweka dukani kwangu, atikubeba mzigo.
kulikuwa na vijana ndio wanabeba na kuagiza. Na niliagiza mzigo wa kutosha mpaka mwingine mpenzi akaniambia ataniletea kesho. Basi bwana. Kweli tuliondoka na mzigo mchache sana. Tukaenda kubwaga dukani pale, na baada ya siku 3 Hamadi alishakamlisha kuniletea mzigo wote dukani. Na duka alikuwa amenikarabati, alikuwa limependeza mno. Juu yake kulikuwa na jina langu, yani niliandika Shamira Collection. Na kule nyumba ilipokamilika, mwanaume aliniletea vitu vyote vya ndani. Nyie kama utani hivi, mwanaume huyu anakuja anaondoka, anakuja anaondoka. Ndio hivyo sasa. Sasa tena kanifanya naishi zangu maisha mazuri. Kila kitu kiko ndani, hajaacha hata kitu kimoja. Ila sasa akaniambia nafanya yote haya, ila sitaki ujinga, nataka utulie. Na nisisikie una mwanaume, yani nataka mimi ndio ni mwanaume wako pekee. Nikamwambia tu sawa, usijali, maana namfahamu akawahi kuanzisha timu ile. Basi shoga yenu penzi na Hamadi likarudi kwa kasi sana. Yani kama jana hivi. Japo na mimi upendo uko umepungua sana, sio kama mwanzo, na yeye aliona na alinielewa pia. Nikaamua tu kutulia, sikutaka tena kupigwa mangumi na Hamadi, maana namjua akawi kwenye mambo ya kupigwa. Basi mashughuli nikawa siende, nikawa busy tu na kazi kuliko chochote. Kazini nyumbani, kazini nyumbani. Mzigo ukisha naenda kufuata, mwingine najaza dukani, maisha yanaenda. Na hata Hamadi alipunguza fujo zile za kunipigia simu ovyo, maana aliona nimetulia. Mara nyingi pia yeye mwenyewe anakuwa kwa mke wake. Basi Hamadi alikuwa ananionyesha ananipenda sana, na pia alikuwa anampenda sana mke wake, niseme kweli. Lakini zile tamaa za wanaume tena, mimi wala sikuwa nahangaika naye. Yani mandhari maisha yangu yanaendelea, basi inatosha. Mengine ni majaliwa tu, atanipa mbele kwa mbele. Basi bwana, sasa shoga yenu nikawa mchepuko, na kuhusu kumtupa mtoto wangu libaki kwa siri yangu. Sikumweleza mtu hata mmoja. Yani nasemaje sasa? Kukata mwaka mmoja nipo na Hamadi, sikuwa na mambo mengi na sikuwa na mashosti wengine zaidi ya Husna. Niamua kujitambua kwanza, nifanye maendeleo yangu binafsi. Nikawa napambana mdogo mdogo, na kiukweli Hamadi hakuwa yule mwanaume akuja kila siku kwangu. Hapana, naweza kukata hata wiki 2 ajaja au kaja mara moja tu. Na hiyo pia ndo ambavyo ilikuwa inafanya pia nikawa huru na nikawa busy tu na shughuli zangu. Kwa nishughulisha sana, kwanza ni mume wa mtu na mimi uzuri niko kwa faida zangu, hamna shida. Sasa siku hiyo niko zangu busy dukani, akaja Aisha bwana. Nilishangaa, maana mimi huyu dada tulikaushana muda mrefu sana. Akaniambia nakuona Mrs. Hamadi umerudi kwa kishindo, unapendeza na kuwaka kwa ajili ya wanaume za watu. Mpaka duka umefunguliwa. Na duka langu lilijaa, yani lilishona kuliko lake. Sijui ndio wivu au nini hata sielewi. Nikasema kwani uko unataka nini shoga yangu? Sema shida yako haraka haraka. Akasema hapana, mimi nimekuja tu kuongesha gauni. Nikatabasamu tu, nikamuuliza umependa lipi? Akasema hii hapa shilingi ngapi? Nikamwambia 60,000, ila najua huna hiyo pesa. Mimi nakupa bure. Mimi mwenyewe ninadharau tena ya kutosha, na ananijua vizuri kabisa. Basi akasema kumbe unanipa bure. Haya asante, ila nakukumbusha tu kuwa mume wa mtu sumu, kwa makini. Shenzi. Nikasema sasa kama mume wa mtu sumu, mimi ndo maziwa. Unasemaje? Akasema sasa akikukuta ndo utaelewa. Nikasema nenda bwana wewe, usinishtue mimi. Basi akaondoka ukabinua mdomo wake. Mimi nikawa zangu busy naendelea shughuli zangu. Ikipita kama miezi 3 niko busy na maisha yangu. Siku hiyo niko busy na kazi zangu. Nilikuwa na Husna, tulikuwa tunaongea tu kwenye simu. Simu yangu ikaita pembeni, namba ngeni, nikapokea bwana. Nikasikia dada, unajifanya unajua kutembea na wanaume za watu, naomba achana na mume wangu. Tena achane na mume wangu, unaelewa wewe? Naomba achane naye. Yako ilishakuisha huko, ndio maana alikuacha na wala hakuhitaji na hana mpango na wewe. Ndio maana akanewa mimi mshamba mkubwa wewe. Jamani. Nani tena huyu ananipokea muda huu na kwanza na kunitukana? Basi nikawa namsikiliza. Yaani wewe Shamira wewe, kumbe unijue. Mimi ndo Hadija sasa. Nilikuwa nakuona unaheshimu ulivyokuwa unakuja na mtoto lako hapa kujiombesha msamaha na kuonea huruma. Kumbe unamtaka mume wangu, si ndio? Nakuuliza wewe mshenzi. Nilishiwa pause nyie. Yaani nilikuwa tu kujieleza sina. Yaani kwa mara ya kwanza. Basi bwana, nikachambo dada aliongea jamani. Nibaki kimya kama sisikii maneno yake. Akasema sasa nakupa habari. Na kujua mpaka unapokaa mshamba wewe. Si umepangiwa nyumba na umefunguliwa duka Sasa nitakuonyesha. Si unajifanya wewe ni mjinga Mimi ndo mtoto wa mjini sasa. Charambe nzima wanakujua wewe, si ndio? Sasa nitawafanya wakujue kwa namna nyingine. Basi aliongea si akaniongea akanipa shit, sijui nitakuaibisha, sijui nani. Sikuongea chochote. Nikakata simu yangu tu. Husna akaniuliza vipi? Nikasema mke wa Hamadi. Akasema imekwaje sasa? Nikamuelekeza akasema kapata wapi namba zako? Sasa mimi sijui bwana, kusema kweli atakuwa mpata labda kapata kwenye simu ya mume wake. Akasema hamna, mbona mimi lakini nikawaza nikasema hapana, mbona mimi sio msumbufu kabisa kwenye simu ya Hamadi? Yani haiwezekani kwamba ameona kwa Hamadi mimi sio nampigia nafanya nini? Sio kweli.
Basi tukawa tunafikia itakuwaje. Lakini baadaye nikasema mimi nina wasiwasi na Aisha, huenda kamfuata kwake Aisha, maana Aisha anapajua kwa Ahmadi na yule ni mshakunuku yule, mimi nahisi ndo yule. Basi Husna akaniambia wewe naye achana naye bwana, hebu mpigie simu Ahmadi umueleze kuhusu hili. Nikasema sawa. Kabla sijampigia Ahmadi ndo akawa ananipigia mimi. Nikajua kumekucha, nikapokea. Akasema Ahmadi umeniwahi, nilikuwa nataka kupigia. Ahmadi akasema kwa hiyo wewe malaya unanichukulia poa mimi, si ndio? Kwa hiyo umeiba namba za mke wangu katika simu yangu afu leo umempigia unamtukana na unamwambia nimekufungulia duka, sijui nimekupangia. Hivi una akili timamu kweli wewe mwanamke? Mbona wewe mwanamke unapata wasiwasi na akili zako? Unanichukuliaje wewe? Yaani wewe demu wewe, ningekuwa ungenipa shida sana. Unapata wapi nguvu za kumtukana mke wangu Ushazoea kutukana watu kila mwanamke unamtukana tu. Unadhani mimi naendeshwa na wapumbavu? Kwa nini unamtukana mke wangu? Kasema Ahmadi, ushawahi kuona mimi nimeshika simu yako hata siku moja? Akasema sikia, yani mimi sitaki hata kuelewa. Yani hicho kitu unachonifanyia, yani wewe ni upumbavu yani ni upumbavu zaidi yani. Kitu gani hicho unakifanya? Mbona mimi nilikuwa nakuheshimu sana wewe mwanamke? Kwa nini ufanye upuuzi? Yani kwa nini ufanye upuuzi kwa mwanamke wangu? Kwa mke wangu? Wewe una akili timamu kweli wewe? Basi aliongea sana Ahmadi, hakutaka hata kunisikiliza. Yani hakutaka hata kunisikiliza. Akajua tu moja kwa moja kweli mimi nitakuwa nimefanya hivyo ambavyo ameniambia kama nimefanya. Basi mimi nikamsemea tu Husna jambo lilivyotokea, akaniambia sasa sikia, Kausha hayo mambo ni ya kawaida sana, yanaongeleka. Hapo Ahmadi kachukia, itakuwa huyo mke wake ndo kamjaza maneno. Nikasema ni Ahmadi anampenda sana mke wake. Kwa hiyo kuchanganyikiwa anaamini mimi ndo nimefanya hicho kitu, lakini ataisha bwana, ngoja mimi nikaushe tu. Basi jioni kabisa mimi nikafunga duka, nilipita kwa Husna huko, nikala huko, nikarudi zangu kwangu. Sikumpigia simu Ahmadi wala Ahmadi hakunipigia. Nikajua tu atakuwa anatengeneza ndoa yake, ngoja nimwache. Hapo mimi sikuwa na mwanaume mwingine zaidi ya Ahmadi. Nilitulia kabisa, niliacha kudanga, niliacha kila kitu. Yaani muda wote mimi niko kazini kwangu na biashara zangu na hela anapata sana tu. Ni maana pale frame ilikuwa sehemu nzuri sana. Basi nikajitulilia tu. Basi sasa Ahmadi hakuja kwangu wiki mbili na hakunipigia na mimi sikumpigia. Na wala mkeo hakunipigia. Nikajua kajinunisha. Na kujinunisha ni kawaida. Mimi nikaendelea kuwa busy na biashara zangu. Sasa siku ya asubuhi nimeamka, najiandaa vizuri. Nikasema najiandaa vizuri, mtoto wa kike nikapendeza, nataka kutoka. Ahmadi anakuja. Nikamkaribisha vizuri tu, akasema asante, vipi ndo naenda job? Nikasema ndio. Akaniambia leo nimekuja najisikia kushinda na wewe, usifungue duka. Nikamwambia tu sawa, hamna shida. Bosi ndo kasema jamani mimi nakataa vipi. Nikarudi ndani na yeye akaja chumbani akanikumbatia kwa nyuma, akaleta mikono yake mwilini mwangu akaanza kunishikashika, akaniambia mimi ni miss tu. Sikujivunga mtoto watu, hata sikumuuliza chochote. Nikaendelea kumpa ushirikiano pale Baadaye nikamuuliza, hivi unampenda sana mke wako Akasema hapana, kawaida tu. Nikasema uongo, acha unafiki, unampenda sana mwanamke wako. Yaani mimi unanitumia tu. Yaani hutaki hata kunisikiliza. Yaani tangia uniahidi kwanza utanioa, hujanioa mpaka leo. Akabaki tu kimya Ahmadi. Nikasema uzuri mimi sio mwanamke mjinga wala mbishi, nimeshaelewa nafasi yangu, kwa mimi nimetulia tuli. Basi bana, sasa tulikaa pale mpaka jioni ndo akawa ameenda kwake. Ila kuanzia hapo mkewe alijua kuwa kuna mke mwenzie yuko Charamba. Kwa nini anatukana huyu dada jamani? Mpaka nikawa namshangaa, alikuwa anajua mambo yangu mengi sana huko mtaani. Nikajua huyu ni Aisha tu ndo ambaye anampa hizo taarifa. Maana mambo mengine hata Ahmadi hajui. Mwanamke alikuwa anajulia wapi? Ni Aisha tu. Mungu alinipa uvumilivu. Sikuwahi kumjibu mwanamke hata siku moja, wala sikuwahi kumuuliza Aisha. Sijui sababu nilikuwa najua nina makosa kweli ya kumwibia mume wake. Mimi nilitulia tu. Mambo yote ambayo yalikuwa yanaendelea kwa mke wake na Ahmadi mimi nilikuwa napotezea tu. Siku zikawa zinaenda hivyo na maisha yangu ndo yakawa naenda mpaka mwaka ukakata. Na nikawa niko busy na mambo yangu bwana. Yaani ndo kama hivyo, mara nyingi mimi niko zangu busy na yeye akiwa na mke wake, na mimi niko zangu busy na biashara. Na ile biashara ya umalaya mimi nilipunguza kabisa. Yaani sikuwa na bwana nje. Ahmadi atakaye mwezi na mke wake, akija mimi ndo tunakutana. Sikutana na mtu yote yule mwingine. Nikaacha tu, nikawa nimejituliza mwenyewe. Sasa akaja tena na stori zake, toa kijiti uzae na kuwa mke wa pili. Thubutu. Nilimkatalia safari, mimi sikutaka ujinga. Akawa anajinunisha tu, mimi sikuwa na muda naye. Na huyo mkewe alikuwa hajazaa, sijui ndo akawa na hamna mtoto, mimi sijui, akawa anakuja kunisumbua nimzalie. Wala mimi sikutaka kuzaa kwa kweli. Yaani maisha bado yalikuwa yanaendelea kwenda na nisingeweza kufanya makosa kama nilofanya mara kwanza. Kama nioe mke wa pili na kuzalia. Sawa, tukaendelea hivyo huku Aisha na shoga yake Mwajuma wakaendelea kunipiga mikwala huko, kunichafulia jina langu kila alipokuwa najisikia. Sasa siku hiyo mimi nilikuwa zangu kazini, niko busy na wateja, akawa ameingia mama mtu mzima, kapendeza. Yaani kapendeza ukimwona unajua hawa ni wale mama
class kefu akishua. Nikamkaribisha vizuri yule mama, ile yule mama hakutaka kuitikia salamu yangu. Akaniambia, binti, wewe ndo Shamira? Nikamwambia ndio mimi mama, karibu. Akaambia, unanikaribisha dukani kwangu? Akasema, basi kakufungulia mwanangu. Basi nipa kwangu. Mimi nilipomwangalia vizuri, kuna jinsi niona anafanana na Ahmadi, nikajua huyu mama yake Ahmadi. Yule mama akasema, sasa binti, wa Uswahilini ndio unamsumbua mkwe wangu wewe. Mimi nikawa nibaki tu kimya, nafikia cha kumjibu yule mama. Nikaona anaingia mke wa Ahmadi pale, nikaona kumekucha. Kwa hiyo hawa wawili leo wameamua kunijia hapa, ndio kunifanya nini? Yule mama akasema, sikia, wewe ndio ambaye unajifanya ni mtoto wa mjini. Sasa leo sisi tutamgoja kuonyesha. Hivi Adija, ni mara ngapi nimekueleza kuhusu swala la kuachana na mume wako? Akasema, mara nyingi, tena mara nyingi sana. Ananitukana tu, na nishamwambia mara nyingi aniachie mume wangu. Anasema yeye ndo kamkamata Ahmadi, ndo sio anamjulia Ahmadi, sio ndo nini. Akasema kusema vitu ambavyo jamani mimi hata sijai kusema ni binti jamani. Yule mama akaniuliza, kanikamata kwenye dela langu sasa huku kanikuida. Akawa ananiuliza, wewe ndio unajikuta nani kwani? Nikasema, mama unaniumiza. Akasema, hebu kelele malaya, nataka kujua wewe kinachokufanya umemshika mwanangu nini? Wewe unajifanya mjanja sasa sisi tunataka kukomesha. Yule mama pale akaanza kunipiga vibao vya usoni. Ana mikono minene yule mama jamani, kibao kimoja nikinaingia. Nikawa nalia ajabu, nashindwa kujichomoa. Mama alikuwa na nguvu, ana mikono mizito, alinitandika vibao yani vya maana vile vizito. Nikawa naona nyota tu. Kisha akanibana, akawa amenivua nguo, akaniacha na nguo ya ndani tu pamoja na sidiria. Akawa ananivuta na nyoni anitoe nje. Eti niko na nguo ya ndani na sidia, nataka anitoe nje anidhalilishe. Huyu mama mko aina gani jamani? Nikawa nagoma kutoka huku nalia. Nikawa nasema, mama unanizalilisha. Yule mama akasema, mimi nisikuzalishe kwa nini? Kwani wewe unajiona ni malaya unaweza kutembea na kila mtu hapa mtaani? Sasa mimi nataka nikuonyeshe. Yule mama mwezi amini alinisukuma mpaka nje nikiwa na nguo tu za ndani. Jamani nililia, alikuwa anatukana matusi. Yaani jamani nililia, sawa mimi ni malaya lakini ndio kwamba waga najaacha uchi. Hapana kwa kweli. Jamani nilipata fedha ya mwaka. Nilipotoka pale dukani kwangu, nikaondoka na nilishangaa kumkuta Aisha yuko pale. Tena kaja tele anashangilia yani yule ambapo mimi nadhalilika. Huyu mama ina maana kweli huyu dada hakumbuki jema langu hata moja, leo kaamua kuungana na watu wengine. Alinishangaza. Ili aibu jamani niliipata mimi sitakuja kusahau. Na kulikuwa kuna watu kama wote wananishangaa tu. Yaani binadamu sisi baada ya mtu anistiri ndio kwanza wanarekodi, wanachukua video, wanataka wanapiga picha. Tena yule mama na mkwe wake wakanifuata pale chini nilipokuwa nimechuchumaa, wakaanza tena kunichangia. Walinipige vibao maana jamani kiukweli nilipigwa ile siku. Kiukweli sikujaribu hata kupigana kwa sababu siwezi kwanza mimi kupigana na mama mkwe afu nilikuwa sijavaa nguo. Wakawa wanaforce sasa wanitoe na ile nguo ndani ambayo nimevaa ili wanitembeze uchi eti wameshasikia taarifa zangu mtaani, kila mtu ananijua mwili wangu sijui na nini. Yule mama ana nguvu nikawa nasikia pale wanaongea kuwa yule mama alikuwa mwanajeshi sijui. Kwa kweli mimi siku ile nilidhalilika. Sasa muda huo bahati nzuri Husna akawa amefika. Wakiwa wanaendelea kunipiga na wanataka kunivua nguo. Alifika Husna na alisikia habari zangu nadhani kwa shoga yake ambaye alimpigia simu. Alipofika akanifunika kitenge, kisha akanichukua, akanikodia boda na yeye akapanda nyuma, afu tukamwacha yule mama anatukana mno. Yaani hata duka sikufunga nilikuwa nimeacha wazi. Nilipofika kwa Husna nililia mno. Husna akaniambia, sikiliza, hakuna kushindwa hapa, nataka twende polisi kwa shtaki. Kwa nini ukudhalilishe vile? Mimi nikabaki nalia tu, nikasema leo nimedhalilika mimi. Yaani leo nimeumbuka, naona hata aibu kutoka nje. Dakika 2 habari zangu zilisambaa Charambe nzima. Kwa nini nitembea na mume wa mtu, mama yake na mkeo wamekuja kunifanya fujo, wamenitoa nguo. Huko mtandaoni ikawa gumzo. Watu walinirekodi bwana. Yaani nililia mpaka nikatamani kujua kwa ile aibu ambayo niliipata. Yaani natembeaje mimi Charambe jamani? Mbona nilidhalilika? Niliumia mno, yani zaidi ya sana. Nakumbuka nijifungia ndani kwa shoga yangu zaidi ya wiki 2. Sitoki kabisa, huku nasikia tu nachambwa. Yaani huko nje nasikia story ni mimi tu. Yaani jamani nilichoka na shoga yangu, basi roho yake ikawa kwatu shoga yangu Aisha. Urafiki huu. Lakini pia kwa kipindi chote hiko Ahmadi hakuwahi kunipigia. Yaani kama hakuna kilichotokea au hajasikia chochote. Sasa hapo pia mimi hata hivyo simu sikuwa nayo, na hiyo ilikuwa ni katika ile varangati siku nilipoteza simu. Kwa hiyo sikuwa na raha kidogo. Nilikuwa nawaza sana. Nikaona kwanza Ahmadi sio mwanaume tena. Kwa hiyo aibu jamani ada. Hii dai inabidi nikimbia hapa nifai tena. Nikaangalia kiba yangu, niona kama nina 800 tu. Nikaona hapa natafuta pa kwenda jamani. Yaani da siwezi kukaa. Yaani nitaweka sura yangu. Mikoa mingine labda naweza kupata amani huko, maana nitakuwa mgeni, hamna ambaye atakuwa ananijua. Basi baada ya wiki 2 kwa Husna, nikaamua hapa kukwepa aibu.
Nikasema mimi naondoka zangu. Sikio sasa Ahmadi ndo alinipigia. Akanipigia simu, akampigia kwa Husna, akaomba ongea na mimi. Nikachukua simu, akasema sikia, nadhani wewe malao chako unakitaka umekipata, si ndio? Haya mambo wewe mwenyewe ndo ambaye ulianzisha. Ulikuwa hujui madhara yake, sasa umejua na umeelewa bila shaka. Kama ungetulia, usingemtafuta mke wangu, hata mama yangu haya mambo asingejua wala singehangaika. Unaona sasa mambo yamekuponza. Ulitaka mke wangu akujue, kimekulamba sasa. Na kuanzia leo tumeachana rasmi. Kila mtu afanye mambo yake, na mimi nifanye mambo yangu. Maana kama ukusaidia nishakusaidia sana, ila usaidiki mpuuzi wewe. Nikasema tu sawa, kisha nikakata simu. Sikutaka tena maelezo, maana niliona ananiumiza tu. Yaani moyo wangu tayari unavuja damu. Nikamtuma Husna, akanichukua vitu vyangu vyote vya ndani pale nilipokuwa naishi, kisha nikamwambia aniuzie, anipe pesa, maana na baadhi nyingine nikawa nimwambia avichukue ambavyo anaona yeye vitamfaa. Basi bwana, maisha yakaenda na shogangu akawa ameniambia sawa. Alienda akafanya utaratibu, kuchelewa sana, akarudi amechoka hatari. Akaniambia shogangu hakuna kitu hata kimoja. Kumbe mwanaume ndugu zake walienda kutoa vitu vyote. Mama mwenye nyumba alimwambia Ahmadi ndo alienda na watu wengine wakatoa vitu vyote. Shoga akanipa mchapo huo. Nikasema sawa. Basi nikajivuta tena kwa siku kama 3 pale kwa Husna. Hapo nje stoki mwenzenu naibu nyie. Yaani mji mzima unanifahamu mwili wangu, imagine. Basi siku hiyo nikamwambia shoga, nashukuru nimekaa na wewe kwa wema, ila sasa mimi na sifa zangu nakimbia da, nitaweka hapo sura yangu. Ninaondoka. Nilikuwa naongea huko nalia, shogangu akanibembeleza, wewe. Akaniambia sasa unaondoka unaenda wapi? Utafikia wapi? Nikasema mimi bwana, nimefikia naende tu Dodoma nikatafute maisha huko. Maana da nishaona sielewi. Basi Husna akasema acha basi nikuelewe shogangu, maana leo kufika ni makubwa na mazito sana. Mungu akufanyie wepesi. Akutangulia uendako, ila usiache kuwasiliana na mimi kipenzi. Nikasema sawa. Hamna tabu. Kweli mie ile akiba yangu ndogo niliondoka kesho yake saa 11 alfajiri, nikaanza zangu safari ya kuelekea stendi kupanda basi ili nielekee Dodoma. Nakumbuka mpaka mchana mida ya saa 8 kasoro nilipoingia Dodoma mjini, nilikuwa sielewi kitu chochote yani. Hamna ninachoelewa. Na kama 7:30 hivi nishaingia mji wa watu. Sina sehemu ya kuishi, ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika Dodoma, sijawahi kuelewa chochote kuhusu Dodoma. Ila akili iliniambia tu huku wewe nenda tu utatengeneza maisha, basi mengine utakutana nayo mbele kwa mbele. Uzuri huko mzima wa afya. Kweli bana. Basi mimi nikatafuta loji ya 10,000, nikalala kwanza maana nilichoka sana hii siku. Nikaja kushtuka usiku sababu ya njaa, nikaenda kutafuta chakula, nikapiga msosi, nikarudi tena kulala. Basi mawazo yalikuwa ni mengi sana, nikiwaza tu hivi nitafanikiwa kweli? Hivi Mungu mbona mimi sielewi? Mara nipandishe, mara nishushe, nataka kuniambia nini? Nikalala loji kama siku 3. Nilipopenda Dodoma kiukweli, maana hali ya hewa ilikuwa imetulia sana. Nikaona sio shida, ngoja nitulie huku kwanza maisha yaendelee. Nikaanza kutafuta dalali anitafutie nyumba. Kweli nikapata chumba kimoja tena cha giza. Maana mambo yangu magumu, sikutaka mambo mengi na niko katika jiji la watu, sina ndugu, sina rafiki. Nikanunua godoro langu, vyombo vyangu vichache, nikaanza maisha. Nikakaa kama wiki 2 ndo nikamkumbuka shogangu Husna, lakini sina simu. Nikapunguza akiba yangu nikanunua simu 25,000. Na hii siku nikampigia shosti na ikupita muda akapokea, akaniambia jamani niliona kimya nilivurugwa. Nikawa nawaza shogangu kanichunia mpaka mimi hajanitafuta. Nikamwambia hamna bwana shogangu, nilikuwa naweka mazingira sawa, si unajua tena huku mwenzio mgeni. Akasema kweli vipi chumba umepata? Nikasema ndio nimepata shogangu. Akasema sawa, wewe uko busy na maisha, usio mnyonge, tafuta kazi yote fanya shogangu, ilimadi maisha yanaenda, bora umeondoka shogangu. Huku uweze mimi mke wa Ahmadi walikuja mpaka hapa eti wanakutafuta. Nikasema mwanangu, achana nao rafiki yangu, wewe fanya tu mambo yako, kila kitu kitakaa sawa. Basi shoga yenu maisha ya Dodoma yakaanza. Na sasa mawazo yalikuwa mengi sana. Nikawa nawaza hivi huku nitafanikiwa kweli? Mbona mimi sielewi? Nilipopenda sana Dodoma, narudia tena, hali ya hewa ilikuwa imetulia sana. Nikaona wala sio shida, ngoja nitulie huku, maisha mengine yatakuja yaendelee baadaye. Haya, shoga yenu maisha yakaanza Dodoma. Nikawa nipo tuna kiba changu kinanisupport maisha na songa hivyo hivyo. Hapo nilikuwa ni mtu wa ndani tu, yani mimi kwenda dukani mara moja nikirudi na kwa ndani kwangu. Sikutaka hata mazoea na majirani zaidi ya salamu tu, na sikuwa nataka mazoea na watu kabisa. Sikuwa mtu wa story, maana watu wa hapa nilikuwa nawaza sana nitafanya tu nini kwa ajili ya maisha yangu ambacho kitabusti maisha yangu. Siku moja nikiwa ndani kwangu nikamsikia mkaka wa chumba cha pili anaongea na simu. Akiwa ndani kwake alikuwa yani anapoongea hakuna singboard, kwa hiyo naweza kusikia kile anachoongea. Sasa nilikuwa nasikia mwongeze huyu kaka.
Huyu kaka wala sikuwa nimemzoea zaidi ya salamu, na anaonekana kijana mstaarabu tu. Alikuwa anaongea na simu, anasema, "Dada, nitajaribu kutafuta watu 3, tutaongea, tuna shida. Basi tutaongeza." Nikawa namsikiliza, huyu dada sio anasema, "Nakutegemea Pascal, jitahidi sana. Mimi nakuamini wewe. Kwa hiyo naamini utaniletea watu waaminifu na wastaarabu wanaweza kuhudumia wateja vizuri." Simu yake bila shaka aliweka loudspeaker, nikawa nasikia vizuri sana mazungumzo pande zote mbili. Pascal akasema, "Sawa sita, kuwa na amani sister yangu. Wala usijali, sasa nitakutafutia watu 3." Basi Pascal aliongea sana na dada, na nikawa nimeelewa kwamba kuna kazi ya kuuza duka hivi. Nikaona hebu kwanza nijifyatue. Nikatoka nje nikaenda kumgongea Pascal. Kwenye ile nyumba tulikuwa wapangaji wawili tu ndio tunaishi wani, mimi na Pascal, ila nyumba kubwa kulikuwa kuna vyumba vingine vingi tu. Mwenye nyumba alikuwa anaishi hapo pia, kwa hiyo wote tulikuwa wapangaji huko nje. Basi Pascal alitoka akasema, "Jirani vipi, kuna shida?" Nikasema, "Pascal, naomba tuongee." Akasema, "Yeye nakusikiza." Nikasema, "Nimekusikia unaongea, sio unatafuta vijana watatufanya kazi. Mimi nahitaji pia kazi." Akaniangalia kwanza akasema, "Utaweza kazi yenyewe? Maana ni supermarket kubwa, sio kuzurura na wateja. Ni kuonyesha bidhaa, sio utaweza kweli? Hakuna kukai." Nikasema, "Haraka kaka, mimi naweza." Naweza kabisa." Akasema, "Mshahara 2,500. Kama utaweza kesho mapema saa 12 wewe umeamka saa 1 tunaenda hapo mjini tu. Naona kama utakuwa unaweza itakuwa ni vizuri." Nikasema, "Pascal, mimi naweza bwana, kuwa na amani kabisa." Akasema, "Sawa, hamna shida." Nikarudi chumbani kwangu, nikawa na amani. Nikaona nimebakiwa na 2,500. Sio ndogo, mimi inatosha nifanye, nitafanya hata mambo yangu. Basi kweli kesho saa 12 nikafanya kazi zangu chapu, nikajiandaa, nikawa nipo tu kwenye godoro langu namngojea Pascal, na kweli Pascal akanishtua. Kisha akaja tukaongozana mpaka Dodoma mjini. Jamani, bonge moja ya supermarket ni kubwa kulikweli, yani floor nzima ya gorofa ilikuwa na kila kitu. Yani ukubwa huo jamani mpaka raha. Kulikuwa kuna wafanyakazi wengi tu, kila mtu kasimama kona yake. Na mimi Pascal akanipeleka kwa mdada mmoja mrembo kweli, kapendeza mno. Yani yule dada ukimwangalia tu unajua pesa ipo. Alikuwa amekaa sehemu ya kupokea pesa na kufanya mahesabu. Mimi chapu nikawa nimeelewa kwa huyu sasa ndo boss. Basi nikamsalimu vizuri, na wala hakuwa mkubwa sana kwangu. Yani kama nilipita umri kidogo sana. Si unajua tena mwenye pesa sio mwenzio, salamu lazima. Basi Pascal akasema, "Madam, huyu anaitwa Shamira, ni mpangaji mwenzangu, ni mchapakazi sana, nikaona nimlete hapa ili apige kazi." Dada akaniangalia akatabasamu akasema, "Shamira, karibu sana, karibu kazini." Wow, nika naongea vizuri kaka dada jamani. Yani kako simple tu. Wala hana hata mashauzi, afu mzuri. Basi nikamwambia, "Asante madam." Akawa amesema, "Sawa, sasa Shamira, sisi hapa tuna sare zetu, kwa hiyo nitakupa mtu wa kukuelekeza kazi na ndio utakuwa umeshaanza kazi, sawa? Naomba uwe makini na kazi. Yani hasa mdomo, naomba uwe na kauli safi kwa wateja." Nikasema, "Sawa, hakuna shida." Basi yule madam aliniambia yeye anaitwa Madam Loveness, au wengi mzee kumuita Love. Basi bwana, Madam Love akamwambia Pascal anipeleke changing room, na kweli Pascal alinipeleka. Mimi nikaingia ni kwa wanawake, yeye akaingia kwa wanaume. Kule nikakutana na mdada hivi, akaniambia, "Nimepokea simu yako kwa bosi, wewe si ndio Shamira?" Nikasema, "Ndio." Akaniambia, "Chagua t-shirt ambayo inakutosha hapo." Basi nikaangalia nikaona nikavaa. Akaniambia, "Nifuate sasa." Basi nikamfuata, nikaingia dukani, akanipeleka kwa mdada mmoja, akamwambia, "Bosi kasema uwe Bennett na huyu binti mfanyakazi mpya anaitwa Shamira, msaidie kumuonyesha majukumu yenu, nafanyaje kazi." Akasema, "Sawa." Yule madam akaondoka, na dada akaitambulisha kwangu kwamba anaitwa Mile. Nikasema, "Sawa," na mimi nikamwambia kwamba anaitwa Shamira. Akaniambia, "Sawa." Basi bwana, wateja wakawa wanakuja. Na wateja walikuwa wengi, maana hii sehemu ilikuwa center kabisa. Kazi wala haikuwa ngumu kabisa. Kumsikiza mteja anachotaka, kumpeleka pale, asipoiona bidhaa anataka kumsaidia kumbebea bidhaa zake, kumtafutia bidhaa ambayo anaitafuta. Hatukuwa tunapokea pesa kabisa. Pesa anapokea mwenyewe Madam Love. Sisi kazi zetu nizo tu, kulipia unaenda kwa Madam Love. Na hata Pascal alikuwa anafanya kazi pale. Ila yeye alikuwa nilikuwa naona nikubeba mizigo ya wateja kuwapelekea kwenye usafiri. Basi bwana, siku ya kwanza nilipata ugumu kidogo, maana sikuwa nimezoea kazi kabisa na pilika kutembea siku nzima. Lakini baada ya wiki 2 nikazoea, na nilikuwa naenda na Pascal kila siku. Pascal ni kijana mwenye adabu sana. Yani alikuwa ananichukulia kama dada yake. Ni kijana mwenye heshima sana. Nikaona huyu katulia sana. Ndio maana Madam Love anamwamini. Anamwambia mpaka mtafutie wafanyakazi. Basi maisha yakawa mdogo anasonga kama masiara hivi. Mshahara wangu wa kwanza nilipata, nikanunua kitanda changu cha kujishikiza. Nikawa naendelea na kazi vizuri tu, japo kwa wateja wengine changamoto. Yani umalaya ni lazima mpaka wanakwaza. Yani mtu unamsikiza umhudumie vizuri anaanza kutongoza. Lakini ndio hivyo tunamaliza nao kikubwa. Maana ukijibu vibaya tena ni kesi.
Nikawa naendelea kuongea na shogangu Husna na tulikuwa tunapiga sana story. Alikuwa akinitia moyo sana nipambane. Mungu atanifanyia pesi, maisha yataenda hivyo yani. Sasa hata siku hiyo Madam Love akawa ameniita akaniambia, Shamira, hebu kaniletee chocolate 5. Hizo chocolate anazoniagiza moja inauzwa 5,000. Mimi wala sikutaka kuuliza, nikaenda nikamchukulia nikampelekea. Akasema bora leo niziweke mapema nimpelekea anti yangu, maana huaga nasahau. Inakuaga mtoto analia mno. Nikasema mtoto anani yako kwani madamu? Akasema ni mwanangu, mtoto wa kakaangu. Yani mpaka kinaoza meno kwa kupenda hizo chocolate. Yani kinapenda balaa. Huaga anakuwa anambebea tu japo babake hataki. Ila nafanyaje sasa, mwenyewe anapenda. Kama huwa namvuta chumbani kwangu, nampa, meno yakioza ndo kitaeleweka ise. Yani sijui itakuwaje. Basi nikacheka tu, nikakumbuka mbali sana. Nikasema kama mtoto wangu angekuwepo sasa hivi, si angekuwa na miaka 4 hadi 5 kasoro. Nikajikuta nimepata uchungu sana. Basi bwana, sasa nikasema anaonekana mtundu sana anti yako Love akacheka akasema sana, yani ni mtundu mno. Alafu anaongea sana, yani ana maswali kama mtu mzima. Yani mpaka kuna muda waga namkimbiaga. Muda mwingine huwa namkimbia kwa sababu ana maswali mengi. Basi nikajikuta nacheka, nikajikuta nami nakutaka kujua stories za huyo mtoto jamani. Na alafu huyu bosi wetu mzungu yuko fair sana. Labda umkwaze, au labda ugombane na mteja ndo mtazinguana. Ila ana shida kabisa. Nikamuuliza anaitwa nani? Akaniambia anaitwa Gift, nikamalikia chetu. Kasumbufu kweli yani kanapilika hako. Nikacheka nikasema sawa, siku jina muone. Akasema unadhani katakalika hapa? Baba yake alikuwa anamleta nyuma huko, anakuwa anasumbua sana. Ila shida yake sasa atulii. Nikawa nacheka tu. Akasema anafujo mno Gift yani anapiga kelele yani balaa. Ila kana upendo sana japo ni kadogo. Akikuona kama upo sawa hivi anakuja kukumbatia. Basi mimi nilikuwa namshangaza na yule mtoto. Basi mimi nikacheka sana. Nilikuwa tu nimevutiwa na historia ya mtoto. Akaniambia, unajua nini Shamira? Kuna jinsi naona umfanana sana na binti yangu. Nikacheka nikasema Gift ndo kafanana na mimi? Akasema ndio. Yani sima watu wawili. Ni vile tu nimebadili simu, ningekuonyesha picha zake. Nikimpigia ningekuonyesha muone alivyo mrembo. Basi nikacheka tu nikasema tu sawa madam, kisha nikarudi kuendelea na kazi yangu. Kiukweli huo muda mimi sikupanga kabisa kujiingiza katika mahusiano ya kimapenzi. Mimi nilikuwa natongozwa sana, lakini nilishaona wanaume hawana dili. Yani lazima nijitambue mwenyewe, vinginevyo nitazalilishwa sana. Basi bwana, mimi nilikuwa nimeendelea na kazi, kakata miezi 3 nipo Dodoma nafanya maisha yangu. Mshahara wangu ulitosha sana kufanya mambo yangu. Alafu nilipata sana bahati. Yani huyu Love alikuwa ananipenda mno. Kuna muda hadi ananipa mikate, sijui masoda, vitu gani naenda navyo nyumbani. Ambaye nimekupa sababu nafanana na mwanangu. Basi mimi nilikuwa nacheka tu afu napokea. Yani damu zetu ziliendana. Hata nikichelewa kazini hafoki kama alivyokuwa anafikia wafanyakazi wengine. Basi sasa kuna siku niko busy kweli. Akaingia mkaka mmoja handsome jamani. Anawaka vibaya, akapiga pensi tu na t-shirt ya blue. Yani ni amekaa kitajiri. Alafu kaingia, mimi nilikuwa mbali naye, ila nilikuwa nasikia tu harufu ya perfume yake. Ni ananukia hatari. Ila nikaona ameenda moja kwa moja kwa Love. Na nikaona wanaongea sana huku Love akiwa anacheka. Yule kaka alikuwa anamwadikia kitu Love, nikahisi huenda ni mwanamume wake. Nikawa busy na kazi. Madam akaniita niende pale, nikasogea mpaka pale, nikamsalimu yule kaka, akaniangalia, akaniitikia. Alikuwa amenichangamkia sana. Akaitikia ile kawaida tu, hakuchangamka kama alivyochangamka kwa Madam Love. Yani watu wenye pesa jamani, anachekeana wao kwa wao tu. Love akasema sasa, Shamira kaniletea biskuti 5. So unaona Gift leo kamsumbua babake, yupo shule analia huko, hataki kusoma mpaka aletewe biskuti. Ndo kaja kumfuatia babake ili ampelekee shule. Nikasema haya. Nikasema sawa madam, nikaenda kubeba hizo biskuti nikamletea mpaka pale. Nikampa zile biskuti. Huyu kaka sasa ndo hapo aliponiangalia. Nikashangaa ameganda. Aliniangalia mno. Yani mpaka nikashangaa au aliona picha zangu zile za uchi za kule mjini au ni nini jamani. Yani yule kaka kaniuliza unaitwa nani? Nikasema tu Shamira. Akasema wewe Dodoma ni mgeni? Nikasema ndio. Umetokea wapi? Nikasema Arusha. Nidanganya. Akasema sawa, umfanana kidogo na binti yangu. Nilicheka tu nikasema Madam Love leo kuniambia hilo. Love akasema ni kweli bro, hata mimi niwewe kumwambia. Si unajua watu wawili duniani. Nikajua kumbe huyo sio bwana yake, ni kaka yake. Basi bro yake akasema poa, kisha akatoka nje. Huyo akaenda alikopaki gari lake. Sio poa, watu wana pesa nyie. Love akanambia Gift, yani anajua kumpelekesha babake nyie. Anamsumbua mno. Na kaka anampenda sana mtoto, yani kuna muda mimi ndo waga namwambia anamlea vibaya. Yani mtoto anamtuma babake, baada ya baba kumtuma mtoto. Mdogo wangu leo uko na mtoto angalia miaka 5, ni mdogo Shamira. Akasema hapana, ni mkubwa. Akasema basi kaka yangu ndio hivyo, anamuona kama katoto.
kumbe anakaribu. Basi nilicheka nikasema mapenzi yamemjaa sana kwa mtoto ndio maana yuko hivyo. Akasema yani, basi nikasema naye huyo. Akasema ndio huyo. Basi anamlea kama jicho. Basi mimi nikaenda na kazi zangu. Basi maisha yakawa yanaenda, ila nilikuwa namuona sana yule kaka yake na Love anakuja sana dukani kwa dada yake. Lakini kuna siku tukishafungua tukiwa tunaondoka tukaona gari yake imekuja kumchukua dada yake. Niliona ndugu wanapendana sana. Nikawa nasikia kwamba hawa wanafanya, nikawa nasikia kutoka kwa wafanyakazi wenzangu wanasema kwamba yule kaka ana pesa mno. Ni hakimu mkubwa sana hapa Tanzania na hata ile supermarket pia ni yake. Sikuwa nafuatilia sana maana yanihusu, muhimu naenda zangu kazini, napiga kazi, nalipwa mshahara, basi mambo mengine mimi ya nini sasa jamani? Eti msikilizaji, mambo mengine mimi ya nini? Siku nimeenda kazini, ile nimefika asubuhi Love kaniita, nikaogopa, nikahisi au nimeharibu sehemu maana kufika tu na kuitwa. Nikaenda, nikasema ndio madam, akasema sikia nataka kukuomba kitu Shamira. Nikasema sawa nakusikiliza, ni kipi? Sasa Shamira, unajua mwenzio mimi naona damu zetu zimeendana sana. Yaani najikuta nakupenda tu mdogo wangu. Nikacheka, nikasema madam bwana. Akasema sasa sikia, nataka kukupa mchongo wa kupiga pesa zaidi ya hapo. Japo sio muda mrefu, lakini mchongo wa maana tu. Nikasema nakusikiliza. Kanisa sasa ni hivi, pale mkwetu tulikuwa na dada wa kazi ambaye alikuwa anamwangalia Gift na kutusaidia kazi za ndani. Sasa amepata dharura kidogo, mama yake anaumwa, ameomba kama miezi 3 hivi akamuuguzi. Sasa inabidi apatikane mtu wa kukaa na cha utundo wetu, ila kabla kaka hajatafuta mtu nikasema ngoja niingie kwanza na wewe uje utusaidie basi kwa muda mchache. Nikasema hamna shida madam, mimi niko tayari. Akaniambia sasa kuhusu pesa hilo utafurahi. Bro anaga shida na mtu kabisa. Yaani muhimu ampende tu mtoto wake. Utakuwa umeuini moyo wake basi. Utashangaa miamala ya pesa mpaka utachanganyikiwa. Ukifanya masiala tu utajikuta unalipwa kuliko huyo mwenye kazi ya serikali. Yaani wewe cha muhimu mpende tu mwanae, acheke tu muda wote, ndio hivyo tu. Nikasema usijali. Akasema basi poa. Leo tutaondoka wote, nitakupatia kuchukua nguo zako basi. Hapa nafasi yako na kuwekea. Ikipita miezi 3 unakuja kuendelea na wateja wako. Nikasema madam jamani, hamna shida. Akasema sawa. Basi kweli bwana, mimi nikafanya kazi mida usiku Love na Pascal na mimi tukaenda nyumbani. Mimi nikabeba nguo zangu nikamwaga mshikaji wangu Pascal, kisha tukaelekea kwa kina Love. Ilikuwa ni mitaa ya Msalato jamani nilipeleka katika nyumba moja ni matata, yani sitaki hata kuwasimulia. Huyu kaka nyie haki ya Mungu ni pazuri mno. Huyu dada wakishua hivi yani anatafuta pesa jamani. Alafu mimi naona tayari ana pesa. Alafu sasa anatafuta na pesa za nini? Watu wana maisha nyingi. Basi Love akanikaribisha ndani. Bonge moja la sebule, kuna sofa kali nzuri. Yani ndio nikakaribishwa hapo. TV sasa. Yani naona mtu mzima mpaka ukuche. Love akaenda kuniletea juice nikawa nakunywa. Nikasema jamani Love, naam sana kumwona Gift. Akasema ngoja nimfuate chumbani kwake. Ukuta anacheza huko. Nikawa natabasamu. Akaenda kumfuata sasa. Akarudi na mtoto kamshika mkononi anaongea. Tena kwa mtoto kanaongea mno. Anamuuliza auntie, umeniletea biskuti? Yani kanaonekana kana vurugu. Wakafika mpaka nilipo. Jamani. Dunia ni ndogo. Nilipomwangalia huyu mtoto moyo wangu ulipiga kwa nguvu mno. Mpaka glasi nilikuwa nimeishika ikaanguka mkononi mwangu. Msikilizaji, wewe unafikiri Shamira aliona nini ambacho kilimshtua namna hiyo? Unafikiri aliona kitu gani kutoka kwa yule mtoto? Sijui kama unavyowaza uko sahihi. Unawaza kama mimi? Mimi sijui. Basi tutakutana katika sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu hii ya Shamira ambayo itakuja hivi punde tu mara baada ya kuwa tumemaliza sehemu ya 3. How do you feel? Andika comment yako hapo chini, usisahau ku like, usisahau ku share pia. Mimi naitwa Tutu, tutakutana katika sehemu ya mwisho.